Shaka Sisali ni mtangazaji na mwandishi maarufu wa habari kutoka Uganda, ambaye alijizolea maarufu kwa kazi yake ya uandishi na usikilizaji wa masuala ya Afrika, hasa kupitia kipindi chake cha Straight Talk Africa kilichorushwa na Voice of America, yani VOA. Karibu tuweze kuangazia historia fupi ya maisha yake toka kuzaliwa, kazi mpaka kifo chake. Shaka Sisali alizaliwa nchini Uganda katika mwaka wa 1952. Alianza kupata umaarufu akiwa na umri mdogo kutokana na kipaji chake cha kuzungumza na kuandika habari. Alipokuwa nchini Uganda, alifanya kazi katika vyombo vya habari mbalimbali na akaendelea kutambulika kama mmoja wa waandishi na watangazaji wakuu wa habari katika nchi hiyo. Mwaka 1982, Shaka Sisali alihamia Marekani, ambapo aliendeleza kazi yake ya uandishi wa habari na alijiunga na Voice of America, yani VOA, na kuwa mtangazaji wa kipindi cha Straight Talk Africa. Kipindi hicho kilikuwa kikiangazia masuala ya kisiasa, kijamii, kiuchumi, na kimekuwa na mafanikio makubwa kwa kuleta majadiliano ya wazi kuhusu changamoto za bara la Afrika. Na kupitia Straight Talk Africa, Sisali alijulikana kwa kuchambua kwa kina masuala muhimu na kutoa jukwaa kwa viongozi, wataalamu na watazamaji kutoka duniani kote kutoa maoni yao. Kwa kipindi cha zaidi ya miaka 30 alichofanya kazi na VOA, Shaka Sisali alionyesha ustadi mkubwa wa kuhoji na kuchambua masuala ya bara la Afrika kwa ufanisi, na akaweza kutoa mtazamo wa kipekee na wenye busara kuhusu masuala ya siasa, uchumi na maendeleo ya jamii. Shaka alikuwa na familia, ingawa maelezo kuhusu mke wake, watoto wake na maisha yake binafsi hayakuwa wazi kwa umma. Alikuwa na sifa ya kuwa na maisha ya faragha na aliishi maisha yaliokuwa na ufanisi mkubwa katika kazi yake, lakini hakuwa mtu wa kutangaza sana kuhusu masuala yake binafsi. Alijulikana kama mtu mwenye msimamo thabiti na mwenye kujitolea kwa ajili ya masuala ya maendeleo ya bara la Afrika. Mara kadhaa zimeripotiwa taarifa za kifo cha Shaka Sisali, lakini mara kadhaa ametoka hadharani na kukanusha taarifa hizo. Lakini siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2025 ndo siku rasmi kutoka katika vyanzo vya kuaminika vilipotangaza taarifa rasmi juu ya kifo cha Shaka Sisali, ambaye watu wengi walimfahamu kutokana na uthabiti katika kazi yake, lakini pia matamanio yake ya kuona bara la Afrika linafanya vizuri katika masuala mazima ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Shaka Sisali ameacha alama kubwa katika uandishi wa habari na utangazaji, hasa kuhusu bara la Afrika. Kipindi chake cha Straight Talk Africa kilikuwa na mafanikio makubwa na kilileta majadiliano muhimu kuhusu masuala yaliyoikumba Afrika. Alijulikana kwa ufanisi wake katika kuleta umakini wa dunia kwa changamoto zinazoikumba Afrika na kutoa nafasi kwa watu mbalimbali kutoka bara hilo kutoa mawazo na kujadili masuala muhimu. Shaka pia alijulikana kwa kuwa na uhusiano mzuri na watazamaji na watu waliokuwa na maoni tofauti, na alikuwa na uwezo wa kuendesha majadiliano bila kupendelea upande wowote. Hili ni pigo kubwa kwa bara la Afrika na tasnia ya habari. Tumepoteza mtu makini, mtu mwenye weledi na aliyekuwa na mapenzi ya dhati na bara lake la Afrika. Kila mahali alipokwenda alihakikisha anatumia taaluma yake pamoja na weledi wake katika kuhakikisha anapambania kwa kuyaweka wazi mambo yote yasiyokuwa sawa yanayoendelea katika bara la Afrika. Ameacha pengo kubwa ambalo litachukua muda kupata mtu atakayeziba nafasi yake. Lakini kama haitoshi, ameacha fundisho kwa watu wote wa Kiafrika kuwa wazalendo katika mataifa yao, bila kujali ni wapi wanapofanyia kazi ama katika maeneo gani ya taaluma ambazo wameamua kuzitumikia. Shaka Sisali amejiweka kama mfano wa mtangazaji na mwandishi ambaye anaweza kushirikisha na kuangaza masuala ya Afrika kwa njia ya kipekee, ili bara la Afrika liweze kupiga hatua katika maendeleo yote ya kiuchumi, kisiasa na hata kijamii. Kwa hakika linahitaji watu aina ya Shaka Sisali. Hii ni makala fupi iliyoangazia maisha, kazi, lakini pia mpaka kifo cha mwandishi nguli wa habari kutokea Uganda aliyefahamika kwa jina la Shaka Sisali. Asante kwa kuwa umenifuatilia toka mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Mimi naitwa Godwise na hapa ni News Update Media.